Lissu amefikishwa mahakamani hapo leo Jumatatu, Mei 19, 2025, saa 2:53 asubuhi na kutumia dakika 3 ndani ya gari kabla ya kushushwa. Baada ya askari ambao walivalia kofia za kuzuia uso usionekane wakiwa kwa wingi, walimpeleka Lissu hadi mlango wa nyuma wa kuingia mahakamani hapo. Lissu tayari ameingizwa ukumbini na askari wa magereza ambao wote walifanya juhudi za kuzuia waandishi wa habari kutomuona kiongozi huyo kwa namna yoyote. Bali na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo, kesi nyingine inayomkabili kiongozi huyo ni kesi ya uhaini. Baadhi ya wananchi wameonekana wakijipanga kwa utaratibu katika mstari kuingia ndani ya mahakama ya mkazi Kisutu leo Mei 19, 2025. Hata hivyo, leo kesi ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube imeitwa kwa ajili ya serikali kumsomea hoja za awali, yani PH, ili kesi hiyo iweze kuendelea na usikilizwaji wa mashahidi. Tayari baadhi ya wananchi wamefika mahakamani hapo kusikiliza kesi hiyo, huku askari wakiwa wamemtanda ndani na nje ya mahakama hiyo. Kusomewa kwa hoja za awali kwa mshtakiwa huyo kunatokana na upelelezi wa kesi hiyo kukamilika. Wakati hayo yakitarajiwa kufanyika, tayari mahakama hiyo katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo imetoa hati ya kumuita Lissu mshtakiwa kutoka gereza na kuletwa mahakamani. Uamuzi huo ulitolewa Mei 6, 2025 na hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini, wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi iwapo mwenendo wa kesi hiyo usikilizwe kwa njia ya mitandao au mshtakiwa apelekwe mahakamani. Lissu ambaye alishawahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS anakabiliwa na shtaka hilo kinyume na kifungu cha 39 ibara ya pili D cha sheria za kanuni za adhabu. Kutoka ofisi za Kankono Media, wilaya Mbozi mkoani Songwe, langu jina ni Joseph Ochieng. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali.